mwenye haki, nguvu kwa mwenye haki. Haleluya. Au nguvu kwa yeye aliye wapi? Ndani ya Kristo. Je, tumie hiyo tu. Nguvu kwa yeye aliye wapi? Ndani ya Kristo. Kwa hiyo tusome Matthew chapter 5. Mathayo 5 38 na 39. Umesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na chino kwa chino, lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu muofu, lakini mtu akupikae shavu na kume keusie na pili. Haleluya. Kwa hiyo mumesikia. Anawaambia mumesikia. Kitu moja nafurahia kila wakati Yesu alipokuwa akiongelelea kuhusu sheria, hajawahi kujihusisha ndani ya sheria. Haleluya. Manake wakati maandiko inasema Yesu Kristo alikuja kufanya nini? Kutimiliza sheria. Si kwamba alikuja kufanya kile ambacho kimeandikwa wapi? Ndani ya sheria. Maana chukulie tu mfano, kama kweli alikuja kufanya kilicho ndani ya sheria, basi hakutimiza sheria. Kwa sababu gani? Kumbuka aliletewa mwanamke mzinzi. Sheria inasema kwa shahidi 2 au 3 amepatikana amezini, afanywe nini? Kwa hiyo Yesu angekuwa wa kwanza, wangemletea hapo, amuulize tumepata mwanamke akizini, Musa alituambia tupige mawe. Wao nasema aje? Achukue mawe pia yeye apige, pum, na wengine wafanye nini? Wafuatilie. Lakini Kristo akatulia tu. Akatulia, maandiko yanasema akachora chini. Akainamisha kichwa akachora. Hapo akainuka. Kawauliza, hao watu wanataka kumpiga mawe. Kwa hiyo yule ambaye hajatenda dhambi, afanya nini? Hawa kwanza. Yule ambaye kweli hajatenda dhambi na hawa kwanza. Ona jinsi ambavyo watu wenye kwa sheria ni wanafiki. Unajua sheria ilisema uwawe kwa shahidi ya wangapi? 2 au wangapi? 3. Maana wengine walifanya dhambi lakini hakukuwa na nini? Na shahidi. Lakini Yesu mwenye kuona mambo katika siri alijua tu. Yesu alijua. Haya akawaambia okay, haina shida. Yule ambaye hajatenda dhambi nao wa kwanza. Wao wakajipima. Unajua walijipima kwenye sheria. Ama ungepata kuna mwingine amezini, ni mzinifu tu, na amebeba mzinifu mwingine anaenda kumpiga mawe. Yaani hivi ndio watu wako kanisani. Mtu anasimama kwenye pulpit, madhabahu wanaita, si madhabahu. Haleluya. Hii ni pulpit tu. Kwa hiyo mtu anasimama kwenye pulpit, amedanganya, amedanganya kama jana. Alafu leo amesimama. Alafu anakuja na kushambulia waongo wote kwa sababu anajua ulidanganya. Pesa jioni sasa. Ameacha kujiangalia, anakumbuka yako. Kwa hiyo anasimama hapo anasema waongo wote sehemu yao ni jehanamu. Haleluya. Alafu kuna watu wengine wanajua kudhalilisha, anadhalilisha ule uongo, yani mpaka kama uko pale. Kai. Yaani unaanza kudunda, moyo unaanza kudunda, tamaliza saa ngapi niombe rehema. Yaani watu nguvu yao wapi? Kwa kuomba rehema. Haleluya. Amen. Manake nguvu yao kwa juhudi zao wenyewe. Wasipoomba rehema, wanajua kwao kimenuka. Haleluya. Lakini hata mwenye amesimama na kukemea tu. Yaani ndio ilikuwa hivyo hata kwa sheria, mzinzi anapiga mzinzi mwenzake mawe. Kwa sababu gani? Huyu alipatikana, alionekana kwa shahidi 2 au wangapi? 3 kuendelea, lakini yeye hakupatikana. Hakuonekana. Haleluya. Hakuonekana. Kwa hiyo wakati Yesu anasema mmesikia jino kwa jino,
walikuwa wamesikia kutoka wapi? Kwenye sheria. Ukimwaga damu lazima pia yako imwagwe. Haleluya. Lazima pia wewe yako imwagwe. Lazima uwawe. Yaani ilikuwa sharti, hata ufanye nini, lazima ungeuawa, ukatu. Kama umekata mwingine panga, unakatwa panga. Kama yaani namna yote ile ambayo umeua mwenzako, lazima pia unafanya nini? Wawe. Haleluya. Anasema jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia msishindane na mtu muovu. Yesu anasema usifanye nini? Usishindane na mtu muovu. Kuna mtu hapa ameitwa muovu. Anasema lakini mtu akupigae shavu la kuume mgeuzie la wapi? La pili. Kwa hiyo kuna mtu hapa ameitwa muovu. Mtu yupi? Lakini mtu akupigae shavu la kuume. Maana mtu yote anafanya nini? Anakupiga shavu, alafu amespecify la kuume. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu Kristo amemuita muovu. Haleluya. Na hapa pia ni mtakatifu mwenzako. Kwa hiyo ikupi sababu ya kusema yeye ni muovu, lakini kile alichokifanya ni nini? Ni kiovu. Haleluya. Yaani yeye ni mtakatifu, amefanya kitu kilicho kiovu. Matendo haibadilishi wewe ni nani. Nimeshawauliza swali moja. Mwanamke akichukua vae longi, atakuwa mwanaume? Matendo yake ibadilisha asili yake, atabakia kuwa mwanamke. Ndio hivyo tu yani. Yaani pia wewe ukafanya tendo lolote, unabakia tu jinsi ulivyo. Haleluya. Yaani wewe ni wewe, unabakia na asili yako. Haleluya. Lakini kile ambacho umekifanya akijafanya nini? Yaani akikufanani. Wewe ni mtakatifu, alafu umepiga mwenzako kofi. Tutaangalia, tutajua nini maana ya kupiga kofi. Maana najua kuna mwingine anaongoja apigwe kofi ndio afanye nini? Na piane la pili. Na piane upande wa kushoto. Sasa tuchangia kidogo kuhusu utakatifu. Mara mingi mtu anaposoma jina mtakatifu anafikiria ni kitu ambacho hakina uchafu. Tuelewe kwamba mtakatifu maana yake tu amechakuliwa. Yaani unafanya tu kitu kwa kwamba, yaani kisema hiki kitu ni kitakatifu maana yake kwangu mimi. Kwa mwingine kinaweza kuwa si kitakatifu, lakini kwangu mimi nimekichakua, ni cha kwangu mimi. Mfano, acha niseme, nitumie huyu mtoto. Huyu mtoto niseme ni mtoto wangu. Na ni mtoto ambaye ni mkubwa. Tabia zake si nzuri. Lakini mimi namchakua, nasema huyu mtoto ni mtakatifu kwangu. Licha ya kuwa tabia zake si nzuri, lakini nimemchakua kwangu. Nimemtenga kuwa mtakatifu. Unaona? For example, ardhi ilifanywa takatifu. Musa anaambiwa fua viatu, mahali umesimama ni patakatifu. Kwani patakatifu palikuwa pameoshwa na nini? Lengo ilikuwa tu ni kwamba yani pametengwa kwa ajili ya specific, yani pametengwa kwa ajili ya kusudi fulani. So unaweza yani kitu kinatengwa, unatenga mwenyewe tu kwa upendo wako tu mwenyewe, kwa kuona kwamba hiki nimekitenga ni cha kwangu. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani unachukua vitu unavitenga kwamba hivi ni vyangu. Hivi nimevifanya vitakatifu, ni maana yake nimevitenga kwa ajili yangu. So mtu asivikuse. So usiangalia kusema ni vichafu. Wewe utaona ni vichafu, lakini kwangu mimi ni vitakatifu, maana utakatifu wangu ni kwamba nimevitenga tu. So ndugu anaposema kwamba anaposema muovu, maana yake si kwamba si mtakatifu, bali ametengwa. Lakini kila anachokifanya kinadhihirisha, yani kinaleta uovu, lakini bado ni mtakatifu, haipatiliki hapo. Yeye ametengwa, imeandikwa kwamba ni mtakatifu kabisa. So utakatifu sianza kuangalia sana kwamba atakuwaje mtakatifu akakuchapa akabaki kuwa mtakatifu.
kwamba sasa amenajisika, utakatifu umeondoka. Utakatifu hauondoki, maana ni kitu kimechakuliwa tu, nimekitenga. So hicho si kitu cha kuondoka. Haleluya, amina. Wow, haleluya. Mchungaji ameguzia kitu, nimepata ufunuo fulani ambao nimefurahia. Haleluya. Sijui kama umeshai notice wakati Musa alikutana na yule malaika akiambiwa nchini nini? Takatifu. Unajua aliambiwa vipi? Aliambiwa avue nini? Avue viatu, kwa sababu pale anapopakanyaga ni wapi? Patakatifu. Lakini narudi kwa hadithi moja ya mwana mpotevu. Amerudi nyumbani bila viatu. Alivikwa viatu. Haleluya. Amen. Alivikwa viatu. Mwana mpotevu alipewa viatu, lakini Musa amefanya nini? Amevuliwa viatu. Haleluya. Amina. Kumbuka ya kwamba Musa alikutana na yule alikuwa Mungu. Alikuwa malaika. Ukisoma Matendo ya Mitume 7, nasema Musa akakutana na malaika, aliongea na malaika. Kwa hiyo malaika akadimandi kwake afanye nini? Avue viatu. Afu baba wa mwana mpotevu yaani a demand, anakupea. Haleluya. Anakupea. Yesu adimandi chochote kutoka kwako. Hakupi viegezo vyovyote vya kufanya. Yaani chochote Mungu atifanya hivi. Maana ulipoingia ama ili uingie mahali patakatifu, hapana. Mungu anakukubali jinsi ulivyo. Haleluya. Hata uangalie picha. Mwana mpotevu amekuja. Hakuambiwa enda uoge, alafu na sasa ukuje kwa ati enda, maana alikuwa mchafu. Alikuwa mtu ambaye yani hastahili kabisa. Hastahili kabisa. He's not worthy kabisa. Yani chochote hastahili. Lakini Mungu hakuja kumtuma enda toa vitu fulani, enda toa matambaro ulio nayo, enda ufanye kitu fulani, enda uoge ung'are. Hapana. Baba kakimbia, akaenda akamkumbatia. Haleluya. Yaani ndio Mungu ambaye ametuchagua yeye mwenyewe kwa kupenda kwake, ametutakasa, ametuinua juu, ametuketisha. Haleluya. Kwa kupenda kwake. Hatuchangii chochote. Yaani Mungu peke yake ndio anahusika kwa vitu vyote. Utakatifu wangu, haki yangu, kila kitu changu. Haleluya. Utukufu niliobeba, sijafanya chochote ili nibebe utukufu wa Mungu ndani yangu. Kile ambacho nimefanya, nimeamini ya kwamba Kristo alikufa na siku ya tatu akafufuka. Haleluya. Na akaenda akaketishwa katika mkono wa kuume. Alipoketishwa nikakirimiwa mambo yote pamoja naye. Haleluya. Yaani kwa kupenda kwake huyu Mungu mwenyewe. Malaika amedemand, ndio maana malaika wakatoa sheria, wakapea wana wa Israeli Torati. Haleluya. Torati kamwe kutoka kwa Mungu. Haleluya. Torati kamwe. Ukisoma maandiko, ukisoma Galatia, Matendo ya Mitume, na hata kuna mahali wa Ibrania 2 anasema ikiwa neno la malaika lilikuwa imara zaidi sana. Hebu tusome pale wa Ibrania 2:2. Waibrania 2:2. Sisi tutapataje kupona? Yaani 2:2. Kwa maana ikiwa neno lilo neno na malaika lilikuwa imara, ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. 3. Sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha
ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Haleluya. Anasema ikiwa ile neno lilofanya nini? Hilo neno na malaika. Anasema ulipata ujira wa haki. Anasema na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Anasema na sisi je, tapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Manake wokovu huu si ule kama lile la malaika. Haleluya. Yaani wale kupigwa mawe, wale kuuawa, kulingana na sheria ilikuwa ni ujira wa haki. Kulingana na neno la malaika lilikuwa ni ujira wa haki, ya kwamba mtu yeyote akipatikana anafanya kitu fulani, ikiwa adhabu ni kusulubishwa na asulubishwe, ikiwa adhabu ni kupigwa mawe apigwe mawe. Ile ilikuwa ni ujira wa haki sawa sawa na sheria. Lakini anasema sisi, anaongea na Wayahudi wenzake, anasema sisi tutapataje kupona? Hawa watu ni watu ambao hawajaamini. Ama niliwaguzia kwamba Waebrania anazungumza na sura mbili. Sura ya kwanza watu ambao wanaamini, na sura ya pili watu ambao wafanye nini? Hawaamini. Kwa hiyo wakati ambapo unasoma lazima uwe una uwezo wa kutofautisha wapi anazungumzia wapi. Haleluya. Anapoongea hivi, maana mimi na wewe tumepokea wokovu ulio mkuu. Haleluya. Kwa hiyo anawaambia hawa, mtapataje kuokoka msipojali wokovu mkuu namna hii? Maanake hakuna wokovu kwa ile neno la malaika. Kile ambacho malaika ameleta hakuna wokovu ndani yake. Haleluya. Tena unaitwa wokovu mkuu. Haleluya. Unaitwa wokovu mkuu kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya Torati kuna hukumu. Haleluya. Wakati wote umekosea, Torati ikusaidii kurekebika, bali yaani Torati inahusika kukuonyesha umekosea namna gani na ni hukumu gani unahitaji. Haleluya. Ndio maana wakati mtu amekosea katika Torati, anaangalia environment. Je, kuna watu wameniona? Ikiwa hajaonekana kwa mashahidi wawili au watatu, anafurahi yako. Haleluya. Lakini akaona tu ameonekana, yaani kama alikuwa na uwezo angetimua mbio akimbie. Haleluya. Maana kuna mahali ukisoma katika sheria inasema mtu fulani akikimbilia, kuna mahali fulani wamespecify, akikimbilia huko naende akae mpaka yule kuhani mkuu ambaye alikuwa ametawala wakati ule amekufa. Kwa hiyo akirudi ako sawa. Haleluya. Wewe niko sure unawezekana watu walikuwa wanafanya wakikimbia huko. Haleluya. Hauwezi niambia utakaa hapo ungojee kifo. Yaani haiwezekani. Haleluya. Hao walikuwa na wokovu, lakini wokovu wao ulitegemeana na mambo ya mwili tu. Haleluya. Lakini ukipokea wokovu mkuu, haya mambo ambayo sheria inakuonyesha kwamba jinsi ambavyo unahitaji hukumu. Haleluya. Neema inakufundisha, neema inakukirimia nguvu. Neema haikuhukumu. Unajua udhaifu katika kuhukumu. Haleluya. Nikija nikakuhukumu kwa sababu ya kile ambacho umefanya, hautawahi improve. Never, hautawahi improve. Eti umekuja nimekuhukumu. Haleluya. Hebu wakati mwingine napenda kuchukua mfano wa wazazi na watoto. Yaani mfano tu mzuri wa Kristo na nani? Yaani Kristo ni baba yetu. Haleluya. Kawe kama mzazi wakati mwingine unafanya nini? Unaiga kutoka kwa Kristo. Haleluya. Hebu angalia umekosea, si hivyo? Lakini unajua Kristo afanye nini? Hakuhukumu. Badala yake anakushuhudia jinsi ulivyo mzuri. Haleluya. Anazidi kukuonyesha wewe, yani position yako ni ipi? Wewe unalai wapi? Si kile ambacho umefanya kinakufafanua. Haleluya. Hebu sikie Paulo anazungumza. Hebu soma the Passion, I think the Passion. Wakorintho wa pili. Tano 16. Wakorintho 2:5-16.
Anasema so then from now on we have a new perspective that refuses to evaluate people merely by their outward appearance. But that is how we once viewed the anointed one. But no longer do we see him with limited human insight. Wow, hallelujah. Bwana Paulo anasema walikuwa na perspective, yani walikuwa na mtizamo fulani wa kufafanua mtu kutoka katika nje. Hallelujah. Inasema lakini sasa hatumjui mtu. Kwa nini? Mesela lakini sasa hatumjui mtu awaye yoyote. Mtu awaye yoyote kwa jinsi ya mwili. Hallelujah. Manake sijui mtu kwa jinsi ya mwili. Manake hii imefafanua vizuri. Yaani kwa matendo yake mimi simtambui mtu. Hallelujah. Yaani siwezi nikafafanua eti kwa sababu nimemkuta ndugu fulani katika makosa fulani, kwa hiyo niseme yeye ni kile ambacho nimempata akifanya. Hallelujah. Nimempata ama labda amekuja akanipiga uongo kiasi hivi. Hallelujah. Aiyo. Sasa naanza kusema na mimi ni muongo. Hapana, yeye si muongo. Hallelujah. Amefanya tu uongo lakini yeye si muongo. Hallelujah. Yeye si muongo. Kile ambacho amefanya, yani amekuja kunienjoy, amekuja kunientertain kidogo. Hallelujah. Nitaita entertainment kwa sababu huyo si yeye. Hallelujah. Kile ambacho amefanya nini? Yani ameniburudisha tu Acha nisome article hiyo inasema hivi. Kuanzia sasa hatumfikirii mtu yeyote kama ulimwengu unavyowafikiria watu. Ni kweli kuwa zamani kale tulimfikiria Kristo kwa mtazamo wa kidunia. Lakini hatumfikirii hivyo sasa. Boom. Hallelujah. Najaribu kupata kitu. Wao ni mtazamo wa ulimwengu, si watu walio ndani ya Kristo. Kumbuka Paulo anaongea na Wakorintho, anasema kwenye kuna fitina, kwenye kuna nini lakini anawaambia lakini nyinyi mlifanya nini? Mlioshwa, mlitakaswa, mlifanywa kila kitu ndani ya Kristo. Hallelujah. Mlinunuliwa, anawaita nyinyi ni haki ya Kristo. Nyinyi ni watakatifu, wapendwao. Kwanza anawaita hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani mpaka mtu amepita na mke wa baba yake bado ni nani? Hekalu la Roho Mtakatifu. Hiyo ni ID. Haibadiliki. Hallelujah. Haya kwa mfano, kila mtu akona kitambulisho, si ndivyo? Ukiwa na ID yako, wewe ni Mkenya, si ndivyo? Lugha ya Kenya ni ipi? Ni lugha ya taifa ni Kiswahili. Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo ukienda ukaanza kuongea Kifaransa, ID na change. ID na change. Unakuwa ya kwamba wewe ni Mfaransa. Yaani kabisa haigui, si ndivyo? Kile ambacho unafanya hakibadilishi ID yako. Ile unajua ID inakutambulisha wewe ni nani katika mtizamo wa taifa la Kenya. Hallelujah. Taifa la Kenya likikuona wewe, linakuona wewe kama nani? Number 1 Mkenya, aliyezaliwa wapi? Mahali fulani. Alikulia mahali fulani, alizaliwa siku fulani, wakati fulani na mambo kama hayo. Hallelujah. Lakini hiyo ni ID yako, utambulisho wako. Manake hata ukaenda Uganda, hata ukaenda popote, ukasafiri ukaenda Amerika, Spain, kokote, taifa la Kenya linapokutazama kupitia ID. Kwa hiyo umeenda Spain, alikuitia kwamba wewe ni Mspain, wewe ni ulizaliwa Spain. Hapana. Wanarudi kwenye kitambulisho. Ulizaliwa wapi? Kenya. Mahali fulani, wakati fulani, siku fulani, tarehe fulani. Kwa hiyo ni hivyo hata kwa Mungu. Kwa hiyo umekosea, umefanya kitu fulani, anarudi kwa ID. ID yako ni Kristo. Hallelujah. Yaani ID yako ni mtu, si karatasi tu kama ya mwili. ID yako ni mtu. Mtu anaitwa Kristo. Kwa hiyo anarudi anamwangalia Kristo. Alafu kitu moja nafurahia, maandiko yanasema Kristo ni yeye yule jana, leo na hata nini? Milele. Kwa hiyo siku zote Mungu akimwangalia Kristo, hakuna siku ambayo Kristo atabadilika.
Maanake kile ambacho Kristo alinifafanua nacho jana ndio ambacho ananifafanua nacho leo, na atanifafanua nacho hata milele. Mungu anamwangalia Kristo. Kwa hiyo Kristo ni mwenye haki, ninayependezwa naye. Yaani Kristo wazungu wanasema the apple of my eye. Hallelujah. Yaani ni kipenzi cha moyo. Hallelujah. Yaani anamwangalia Kristo. Kristo ni kipenzi cha moyo wake. Kwa hiyo anarudi kwako, anakuambia, mwanangu, wewe ni kipenzi cha moyo wangu. Wewe ni mtakatifu, uliyooshwa, uliyetakaswa. Hallelujah. Na nimependa wimbo mmoja unasema, sitaliacha neno la nani? La Bwana. Sitaliacha neno la baba yangu. Kile ambacho baba yangu ananifafanua nacho ndicho ambacho nitakisimamia milele. Hallelujah. Kile ambacho anasema niko, hicho ndicho ambacho nakisimamia. Nichangie kidogo tu. Baada tuseme mfano, kila nchi na katiba yake. Kila nchi, ukienda nchi nyingine ukakosea, ukafunja sheria ya hiyo nchi, wewe ni Mkenya, umeenda Tanzania ukafunja sheria ya Tanzania, unajua kwamba Kenya haina shida na wewe, maana hakuna kosa watakushtaki nalo, maana hujafunja sheria hapa. Si sheria Kenya, kila taifa ina sheria tofauti tofauti. So ukienda ukafunja sheria ya hiyo taifa, hao ndio watakufunga ama watakushtaki ama watakuhukumu. Lakini nchi yako haiwezi kukuhukumu, maana si sheria ya nchi yako umeifunja. Maana yake sasa nchi yako wanaweza wakaomba ya kwamba basi tunaomba tu mumwachilie aje kwetu, mrudishe kwetu. For example, alikuwa ni ambassador, amekosea kwa hiyo nchi ambaye alitumwa. So atarudishwa kwa nchi yake. So akirudishwa kwa nchi yake itaangalia makosa, alafu itakuta kwamba hajakosa kwa nchi yetu. So maana yake hakuna kosa la kukufunga nalo, maana wakupati na kosa. Tumsifu Yesu Kristo. So maana yake tukija kwa Yesu ni the same. Ulimwengu huu kanuni yake ni tabia. Ulimwengu huu wanaangalia tabia ya mtu, matendo ya mtu. Wanakuambia usichukue mke wa mtu. Unaelewa, ukichukua kuna mambo sinamu, ukienda na mtoto mdogo au mtoto wa shule, kuna sheria inakataa. Sasa tukija kwa hiyo ni kanuni ya duniani, usifanye hivi hapa duniani. Lakini tukija kwa Kristo kuna kanuni yake. Kanuni yake ni imani. Je, unamwamini? Ukimwamini sasa, yeye angalii kanuni ya dunia. Ukishamwamini, ikiwa hapa duniani kuna tabia fulani ambayo haipendezi watu, atakufundisha tu uelewe asili yako ndani ya Kristo, alafu utashinda hiyo tabia ili uishi na watu kwa amani. Yeye hana shtaka na wewe kwa sababu umekosea duniani. Shtaka lake kwake ni kwamba huchamwamini. Kama umwamini, basi umekosa uzima, ukafa katika hiyo hali, unaenda katika hukumu. So yani kanuni ya Kristo, standard ya Yesu ni imani kwake, si matendo. Matendo inafaa sana kwetu wanadamu. So ukifanya hivi kwa matendo, mwanadamu ndiye atakuhukumu. Yeye hana hukumu kwako, maana kwake ni imani. Vitu vyake haviharibiki. Hivi ni vitu viharibikavyo, vina muda wake, vidaisha. Haleluya. Sasa hivyo ndio iko. Sasa tunapokosa duniani, Yesu ni wa rohoni, sisi ni unakuta mwanadamu ni wa duniani. Haya, sasa sisi tumefanyika wa rohoni kama Kristo, maana tumesaliwa na yeye. Maana yake unapokosea hapa, elewa kwamba wewe una kitambulisho cha rohoni, kitambulisho cha mbinguni. So unapokosea duniani, mahakama ya mbinguni hainanga mashtaka kwako. Maana kanuni zao ni kwa imani, kwa neema. Sasa wewe umekosa duniani, maana uko kwa nchi nyingine. Nchi yako ni ya mbinguni, ya rohoni, lakini uko katika nchi ya duniani, nchi nyingine.
Unaona, unaishi huku duniani, at the same time unaishi rohoni. Sasa unapokosa duniani, maana umekosea mtu wa dunia, wa mwilini. Sasa mahakama ya rohoni ya mbinguni ikiangalia itaona watu wanakushtaki, lakini hao wanakiangalia kushtaki na nini? Wanaona hakuna. So kila watakusaidia ni kwamba watakufundisha, watakuchulisha. Mahakama ya mbinguni itakuchulisha kwamba asili yako ni hii. Ukianza kufundishwa asili yako, utajikuta kwamba sasa yale uliokuwa tabia hiyo ambayo ilikuwa inakusababisha unakosana na watu inakufa ndani mwako, alafu unaanza kudhihirisha asili ya rohoni kama jinsi ulivyo. Amina. Amina. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wow. Yaani ndio utambulisho wetu. Unajua hakuna kitu mzuri kama kujitambua wewe ni nani. Haleluya. Alafu unajitambua pia katika maombi. Wakati unaomba, yaani hakuna maombi matamu kama wakati unaomba ukijielewa wewe ni nani. Haleluya. Wewe ni mwenye haki, mtakatifu. Alafu maandiko yanakuwa sweet. Haleluya. Yaani mwenye haki, maandiko yanasema maombi ya mwenye haki. Watu wanashangaza wakati mwingine. Unajitaje mwenye dhambi na bado unaomba. Maandiko yanasema maombi ya mwenye haki ndio yanafanya nini? Yanajibiwa. Ama ukisoma labda nipitie kidogo. Nipitie. Nasema Elia, Yakobo 5 anasema kumi na 16 anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye nani? Mwenye haki. Hii andiko sijui kama wanasoma kanisani, maana kama wanasoma si la kwao. Haleluya. Maana wenye dhambi hili si la kwao. Haleluya. Hili si la wenye dhambi, si la wenye haki. Anasema mwenye haki. Anasema mwenye haki. Kuomba kwake nani? Mwenye haki kwa faa sana. Kiomba kwa nini? Kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, naye nchi kazaa matunda yake. Haleluya. Kwa kuomba kwake mwenye haki. Haleluya. Haya maombi ya mwenye haki yako effective. Haleluya. Maombi, yani wewe ni mwenye haki, hakuna chochote ambacho utaomba kikakosa kuonekana. Haleluya. Acha tuangalie, tulisema umesikia jino kwa jino na nini? Jicho kwa jicho. Lakini mimi nawaambia, yaani Yesu si mtu wa sheria. Kama bado unashika sheria, mimi naungana na kaka yangu Yesu. Watu tumeshikiliana hivi. Mumesikia? Hebu angalia vile Yesu amejiondoa. Mumesikia? Nyinyi, si mimi, nyinyi. Jino kwa jino. Akisa mimi sasa penye mimi nahusika. Pale ambapo Kristo anahusika sasa, anasema lakini mimi nawaambia vipi? Usipigane na mtu mwovu. Kwanza anasema akikupiga shavu la kuume mgeuzie la wapi? La kushoto. Mgeuzie na la pili. Haleluya. Nimeshajaribu kuuliza swali. Kwa kama Yesu kweli anazungumzia mashavu. Amesema akianza shavu la wapi? La kulia, si nini? Kulia ndio. Kwa hiyo apige wapi? La kushoto. Hapo mtu akitaka kuongezea. Akitaka kuongezea. Au nasema hapo sina nini? Sina amri. Kile ambacho Yesu alisema nimefanya nini? Nimetimiza. Kwa hiyo wewe kuja tu maana ya Yesu nimeshafanya nini?
nimefanya, maana kuendelea hapo anasema sina hamu. Haleluya. Ama amepigwa la huko. Kwa hiyo Yesu ama adui yule ambaye Yesu anamuita muovu akuja apige la huko. Kwa hiyo unafanya vipi? Yaani jaribu kuwaza kama Yesu anaongelea mashavu. Kwa hiyo amekuja ameanza na la huko. Kwa hiyo tufanye vipi? Pia hapo hauna sheria. Kwa hiyo amepiga, tufanye nini? Tumenyane. Haleluya. Yaani kama sema umenunua gari, alafu wewe ni tajiri tu mzuri. Haleluya. Alafu ikatokea kwamba gari yako moja imefanya nini? Imeibiwa. Kwa hiyo unatafuta mwizi, unampongeza. Unamuonyesha penye zingine ziko. Si hivyo? Yesu anasema hivyo. Yes. Akipiga ufanye nini? Ugeuze la pili. Kwa hiyo naenda unamuita, niko na mengine hapa. Unaweza jitibu tu pole pole. Si hivyo? Yesu alitumia inaitwa lugha ya nini? Ya picha. Inaitwa lugha ya picha. Lugha ya picha, au alitumia fumbo ambalo linahitaji kufumbuliwa. Haleluya. Kwa tatu angalie hii jina kupiga kwa mashavu limetumika aje. Pende Ayubu. Tuangalie limetumika vipi. Angalau tukiangalia vile ambavyo limetumika, Yesu alikuwa anatoa maneno hewani. Haleluya. Kila ambacho Yesu aliongea hakuwa anaokota kutoka kwa hewa. Alikuwa anatoa kwa Bible. Haleluya. Yaani chochote kenye Yesu ameongea ukitaka kukitafsiri vizuri, wewe usitoe hewani. Ukitoa hewani, maana yake penye Yesu amekitoa umeacha. Wewe umeenda kutoa hewani. Maana hii yenye utatuletea mchanganyiko. Haleluya. Hii yako penye imetoka hatujui sosi yake ni gani. Haleluya. Ndio maana watu wanainuka wanasema watu tunafunuliwa tofauti. Hatufunuliwi tofauti, kweli ni moja. Yesu alisema yeye ndiye njia, kweli na ukifunuliwa mtu mwingine mwenye si Yesu, yaani wewe umetudanganya. Haleluya. Ayubu 16. Metupiga chenga, maana alichosema kipo nje ndani ya Kristo. Ayubu 16:10. Job. Ayubu 16:10 nasema, wamenifungulia vinywa vyao. Wamenifungulia vinywa vyao. Wamenipika shafuni kwa kunitukana. Hebu sikia. Pia huyu mtu anasema amefanya nini? Huyu ni Ayubu anaongea. Pia amepigwa kofi. Haleluya. Hebu tuone kama aligeuza lingine hapa. Alifanya aje? Tuangalie. Wamenipika shafu kwa kunitukana. Imeisha. Ujikutanisha pamoja juu yangu. Sijui kama kuna mtu anaona kitu. Si kwamba Ayubu alienda akaweka hivi mashavu mtu akakuja akapiga mashavu. Anasema kwa kumtukana. Walikuwa wanafanya nini? Yaani ile matusi waliokuwa wanamtukana amefananisha na kupigwa mashavu. Walinipiga mashavu kwa kunitukana. Maana si kwamba walienda wakampiga mashavu hivi. Lakini kwa sababu walimtukana, ameita ile, ameiweka kwenye fumbo au ameiweka kwenye lugha ya picha. Wamefanya nini? Wamempiga. Hebu some King James. King James sijui imetumia lugha gani hapo. Hata angalia kitu kidogo tu. Hiyo tu, Ayubu 16:10. Job. Ayubu. They have kept upon me with their mouth,
They have smitten me upon the cheek. Reproachfully, they have gathered themselves together against me. Kwa hiyo ametumia jina reproach. Jina reproach. Kiswahili imetumia kwa kunitukana. Haleluya. Some lamentation, maombolezo. Maombolezo. Sisi hatuombolezi, sisi hatuombolezi. Maombolezo 3:30. Maombolezo ama lamentation 3:30. Na amwelekeze yule ampikae shavu lake, ashipishwe mashutumu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo angalia ile sign au alama imetumika pale. Kama uko na Bible, sijui kizungu imetumia hii, unaweza tuangalia kwa King James. Ona hii inaitwa semicolon. Semicolon. Asa wametumia semicolon. Maana kile kenye kiko hapo mbele anafanya nini? Kinafafanua kile ambacho ameongea hapa. Anasema na muelekezee yule ampigae shavu lake. Akiweka semicolon. Kwa hiyo anataka kufafanua nini? Anataka kufafanua na muelekezee yule ampigae shavu lake. Anasema ashibishwe mashutumu. Haleluya. Kwa hiyo Mark, ya kwanza tumeona ni kutukanwa. Ya pili tumeona kushibishwa mashutumu na kupigwa shavu. Ya kizungu imetumia reproach. Afu ya pili 30. Nasema hivi, he cleft his cheek to his that smitten him. He is filled full with reproach. Imetumia jina reproach. Haleluya. Jina reproach tutaangalia tu maana yake. Haleluya. Na Isaya 50. Tunaangalia tu jinsi ambavyo jina imetumika. Ngoja kwanza tumeona kushibishwa nini? Unaweza ukanakili tu chini. Kushibishwa manini? Mashutumu na kutukano. Haleluya. Yep. Isaya 56. Isaya pia naye anaongea kuhusu kupigwa kofi, kupigwa shavu. Isaya 56. Yep. Aliwatolea wapikao kongo wangu na wang'oao ndefu mashafuni yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutemewa mate. Haleluya. Amesema naliwatolea wapigao mgongo wangu, wang'oao ndevu mashavu yangu, sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutemewa mate. Haleluya. Maana yake uso wake ulifanya nini? Kwa kutemewa mate, kwa kufanya nini? Kwa ile anatumia, anasema kwa kupata fedhea na kutemewa mate, hakuficha uso wake. Haleluya. Maana yake uso wake ulifanya nini? Uliatakiwa. Maana yake kwa njia nyingine makofi yanahusika ndani. Haleluya. Hebu kama King James pia tuangalie. I gave my back to the smitters. Yep. And my cheeks to them that plucked off. The hair I hid not my face from shame and spitting. Haleluya. Haya niulize, uso unafanyiwaje fedhea? Mambo ya kupigwa kofi. Haleluya. Hata uchukue picha uko mbele ya watu, alafu mtu aje akupige kofi, manake amefanya nini? Amekufedhesha. Yani mbele ya hawa watu amefanya nini? Anasema amekupa fedhea
na ni kama amekutemea mate. Haleluya. Maana umepata aibu. Kutemewa mate na ile inasimamia mambo ya aibu. Haleluya. Na anasema hakuficha uso wake. Maana uso wake umehusika katika kupigwa. Na tunajua mtu akipigwa hapa, mara mingi ripoti inatoka alikupiga wapi? Kwa uso, si ndivyo? Au unauliza mtoto amekupiga wapi? Kwa uso. Lakini ukichunguza alipigwa wapi? Hapa. Haleluya. Kwa hiyo tumeona maana ya kwanza ametumia jina kutukana. Maana ya pili ametumia jina kufedheshwa. Kushibishwa mashutumu, alitumia jina ile la maombolezo. Alisema atoe uso wake upigwe shavu, maana ashibishwe mashutumu. Haleluya. Alafu kutukanwa, I think tumeangalia. Haleluya. Maana ya reproach ndio ile maana yake kupata fedhea. Maana yake mtu anaku-insult, sijui ku-insult nitumie jina gani. Yaani mtu anakuaibisha au anakudhalilisha. Anakudhalilisha kwa kina zaidi. Yaani ile udhalilisho ambao anakufanya udhalilike. Yaani anakudhalilisha sana. Haleluya. Amekudhalilisha sana. Yaani sana. Kama watoto wako hapo, yaani hata heshima yao inapungua kwako. Haleluya. Yaani amekudhalilisha sana. Haleluya. Kwa hiyo tumeona wakati maana nimesema Yesu hakuwa anatoa maneno wapi? Yesu hakuwa anaokota maneno hewani. Kile kitu alichofundisha alikuja kutimiliza wanabii. Haleluya. Alikuja yaani kile ambacho manabii waliongea kwa fumbo, maana waliongea kwa habari zake. Maanake amekuja kukiweka wazi. Haleluya. Amekuja kukiweka wazi. Manabii walizungumza nini? Kuhusu Kristo, kufa kwake, kuishi kwake hapa duniani na kufufuka kwake. Haleluya. Pia wamezungumzia pia kuketishwa kwake. Ukisoma ile Zaburi ya 110 kwanzia tu pale anasema basi keti hapa mpaka nitakapofanya nini? Nitakapoweka maadui wako wote wapi? Chini ya miguu. Maana anazungumza kuketishwa kwa nani? Kwa Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tumeona tafsiri ya kupigwa shavu. Ya kwanza kupata fedhea, kutukanwa, kushibishwa mashutumu. Haleluya. Manake kimaandiko kulingana na mujibu wa Bible, kupigwa kofi ni njia ya kudhalilishwa, kuaibishwa, kudunishwa. Haleluya. Hai ni njia ya kudunishwa, ya kudhalilishwa. Hebu some Luka 6:29. Hapo usome tu kwa the Passion. Acha tutasoma hii nyingine. Luke 6:29. Luka 6:29 nasema hivi: akupigae shavu moja mgeuzie la pili, naye akunyang'anyaye joo yako usimzuilie na kanzu. Haleluya. Tusome the Passion. Luka 6:29. To those who despise you, continue to serve them and minister to them. Hebu sikia. Anasema maana, kwa hii nataka usikie 29. Akupigae shavu. Afanya nini? Akupigae shavu. Huyu ametafsiri. Anasema vipi? To those who despise you. Wote wamefanya nini? Wanaanza sentence. Kwa hiyo anasema akupigae shavu. Na huyu anasema to those who despise you. Haleluya. Maana anakupatia tafsiri ya kile ambacho ya kupiga shavu maana yake ni nini? To those who despise. Kwa tu hiyo. To those who despise you. Kudespise kitu yani ni ile kitu ni kama haikupendezi, yani unaidhalilisha hivi.
unaikejeli, good, unaikejeli. Haleluya. Kwa hiyo kwa wale ambao wanawakejeli, wanawadespise,